ndogo zipo, lakini wote wanafanya vizuri sana. Ahmed anafanya vizuri, Hashim anafanya vizuri, nani yule Kamu anafanya, wote. Mimi sio mtu aina ya watu ambao wakuponda ponda watu bwana. Hata kama mimi ni God, lakini lazima useme hawa wanafanya vizuri. Kweli mimi ni God, lakini hawa waliopo wanafanya vizuri na lazima tuwaunge mkono. Ahmed anafanya vizuri sana sana, na kaja na style yake, uchale kidogo lakini mambo yanaenda. Huyu mwingine naye kaja na style yake, wote wanafanya vizuri. Wote wanafanya vizuri, na nyinyi waandishi waungeni mkono. Hii mambo ya kusema baada yako atakuja nani, mimi sio Mungu bwana. Lazima mimi kuna wakati kwa lazima niondoke ili generation nyingine ifanye kazi. Muhimu heshima God. Yaani kama uwezi kwa wewe, unajua lazima uheshimu kuna kazi tumeifanya. Yaani ile unajua mimi sikuifanya, yani kazi yangu nilifanya, sijisifu. Lakini katika hili acha nijipe maua mwenyewe. Nyinyi mtanipa nikiwa kaburini. Mimi nimeigeuza nafasi ya usemaji kuwa ni taasisi. Wasemaji zamani walikuwa wachukui mipunga kwenye mabenki sio. Mimi baadaye msemaji wa mpira wa Simba na Yanga, tembelea Mercedes Benz, tembelea G-Wagon. Zamani wasemaji boda boda tu. Kwa nini nimeifanya ile ikawa sehemu ya watu kwa basi angalau heshima hiyo tu itengenezwe. Tunajibizana God. Asanteni. Nimeona sasa hivi content creator wengi serikali naunga mkono vitendo mbili kuwasaidia, lakini mwezi wa Ramadhani watu wameanza kulalamika kwamba wanatengeneza maudhui ambayo mengine hayana maana. Leo umekuja na nadhani hata Waziri Makonda hakumaanisha kwamba watu watengeneze content zisizokuwa na maadili. Ameweka pesa na serikali imeweka pesa, hela nyingi. Wajaribu kuangalia maadili na wazingatie huu mwezi. Na bahati nzuri mwezi huu sio tu Ramadhani, lakini kuna na Kwaresma. Dini zote mbili zinahimiza maadili. Tusitake advantage baadaye tukaja kujaribia wenyewe. Ningewaomba sana content creator, kwanza nafanya kazi nzuri wote. Unajua mimi katika kitu changu kikubwa napenda kusifu watu. Siende kuponda watu. Wote wafanya vizuri lakini wazingatie maadili. Hilo ndio jibu langu. Okay, mheshimiwa diwani, na maswali kama unauliza. Utanichosha. Moja. Na zamani kufahamu na tofautisha vipi kati ya kila jambo. Kuna mambo kwa mfano hiyo ya porojo. Sasa lazima wakwambie ni chanzo. Unajua nyinyi waandishi bwana. Nimeona kwenye page ya lazima uulize chanzo ni wapi. Maana taarifa ukifanya dola bilioni 2 chanzo kimetoka wapi? Sasa mtu anakaa mwenyewe kwenye mtandao wake anatengeneza story, haina chanzo haina chochote. Bado naanza mimi swali. Kwa hiyo mimi nianze kutafuta cha sidhani kama ni sahihi sasa sana. Nija masuala ya Qur'an. Tuzungumze kwenye masuala ya Qur'an. Msimu jana kwenye Qur'an tulimuona Famau shahidi kwa ana ruhusa ya kushiriki. Famau anaruhusiwa. Back to back akitaka hata 8 au 6 anaruhusiwa. Anashiriki tena Famau, na mwambieni aje kwa kushiriki tena. Akiwa na fursa na majaji wakisema huyu ndiye mshindi atapewa. Na zawadi ya safari ni kubwa kuliko, of course haiwezi kuzidi uzito wa kumpeleka mtu Maka kwa maana ibada yenyewe, lakini kwa maana ya zawadi itakayomvutia atakayeshinda. Hawezi kututajia labda zawadi. Nitaifanya kana press zijazo. Niwashukuru sana ndugu zangu wana habari. La mwisho watu wanasema dabi imepoteza mvuto, wiki moja kuelekea kwenye dabi, jiji kama limepoa hivi, kama hakuna dabi huko. Wataichangamsha kwa sababu GOAT leo kasema mji utachangamka. Huko kuna mmoja kiboko. GOAT nimesema leo mji utachangamka. GOAT akisema mji utachangamka kwa sababu sasa hivi hapa kuna story kama 100 hivi. Kwa mji kidogo GOAT sema nani? Tony Sebu Bugatti, anzeni GOAT. Sawa? Asanteni na washukuru sana.